Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma baad, natumai sote ni wazima baada ya wiki kusana kama moja hivi baada ya kikao kilichopita. Alhamdulillah, mpaka muda huu watu mahujaji watarajiwa 79 tumeshafanya vipimo, na kati yao wachache ambao wamegundulika kwamba wana presha, sukari, ambavyo vitu vya kawaida. Nafikiri kila mmoja alipopita kwa daktari aliambiwa shida aliyokuwa nayo. Ama haya, na baadhi yao zipo shida kubwa kidogo, lakini alhamdulillah tumezitatua kwa njia moja ama nyingine, isipokuwa hujaji mmoja tu ndo atabidi aenda akahijiwe kutokana na shida aliyokuwa nayo, hataweza kusafiri. Kwa maana hiyo, wale ambao hawajafanya vipimo hadi sasa, nawaomba wajitokeza, niambie nani hajafanya. Kwa sababu mimi majina ninayo, lakini inaweza katokezea mistake ikajina mimi nalo, pengine wewe sio katika majina ambayo ninayo. Naomba ujitokeze, kwa sababu mwisho wa siku hautasafiri kama huna certificate ya daktari inaonyesha kwamba wewe uko fit for travel. Nafikiri hili lipo sawa. Kabla siendelea, naomba wale ambao hawajaenda kufanya vipimo waende kwa ajili ya vipimo, kwa sababu huendi tu isipokuwa kwa taratibu maalum. Nipeleke jina lako Rahma, kama kuna hujaji huyu hajafanya kipimo, ili waweze kuandika kwenye utaratibu, kwa sababu kila siku ina vikundi ambavyo vinaenda kwa muda maalum. Kwa hiyo hautaruhusiwa kuingia kwenye muda wa mwenzio, isipokuwa tuwe na utaratibu na jina liwepo kule, waweze kukupanga muda gani unaweza ukienda. Mpaka muda huu ambao ninao hawajaenda kufanya vipimo ni Ali Musa Pando, Ali Musa Pando, Fakih Abdallah Fakih. Huyo Ali Musa Pando sikumpata kabisa. Fakih nilimpata, akanambia ana shida kidogo atakwenda, lakini kama hayupo pia taarifa apelekewe zaidi, maana nataka nijue siku gani ambayo nitapewa ili waende. Mariam Abdurrahman Abdallah, Mariam Abdurrahman Abdallah yupo hayupo? Mbaruk Musa Saidi, Mbaruk Musa Saidi, Mbaruk Musa Saidi. Saleh Ali Saleh, Saleh Ali Saleh, Subira Muhammad Ali, huyu na taarifa naye hayupo. Na Suleiman Juma Usi, Suleiman Juma Usi. Haya, hawa ndo mahujaji watarajiwa ambao mpaka sasa hivi hawajaenda kufanya vipimo. Sasa narudi kwa upande mwingine. Kati ya tulofanya vipimo, kuna mahujaji wameonekana kuna presha zao ziko kubwa sana, wengine wana sukari na wengine wana vyote viwili, wana presha na wana sukari. Baada ya kufanya hivyo vipimo, madaktari waliwapa ushauri na wengine waliandikiwa dawa ili waende wakatumie. Sijui kama niwataje ama wenyewe wanajijua ama sijui nifanyeje. Na wasikiliza wanajijua Haya, sasa kama wanajijua, naomba kwa kipindi hichi ambacho cha Ramadhani hatutokuwa na semina za kila wiki, naomba waende wakapime presha zao. Wale wenye presha, kila baada ya siku 3 naomba upime presha, na baadaye unitumie majibu yako hayo ya presha na yaandikwe kwenye daftari lako. Kwa sababu, kwa nini nasema pimwe na nijue?
kuna baadhi ya presha zinakuwa sugu, tusipozifanyia maarifa mapema, na kwa hali ya Maka ilivyo, kuna joto kali, unaweza ukaja ukapata stroke wakati tuko Maka, ikiwa wakdani ziko tu zero, yani utakuwa hujafanya kitu. Umeenda kule baada ya kufanya ibada ikawa umeishia ndani, ama utaishia hospitali mpaka turudi. Kwa hiyo presha usichukulie ni kitu kidogo, ni kitu kikubwa, kwa sababu tu hujui, lakini tunajua sequence zake zinakuwaje. Kwa hiyo lazima uifanyie kazi. Ukiambiwa ule dawa, kula dawa, usifanye ukaidi. Ukishakurudi uko na nyumbani familia utajua, lakini pia sishauri kwamba uache mpaka daktari atakapokuambia sasa hivi iko hivi, tupunguze dawa hivi, yani uwe kwenye uangalizi wa daktari, kwa sababu presha inaathiri zaidi, na hususan wengi wetu hatujijui, hatupimi, kwa tunaenda niko sawa. Nafikiri na wengine wameshtukiza tu pale baada ya Rama kupima kwa presha iko kubwa. Nina presha mie? Unayo presha, ila ulikuwa hujijui. Na kwa nini hujijui? Kwa sababu ya mwili na moyo una kawaida kukompensate, yani kujiweka sawa. Kuna kitu hichi kajiweka sawa ili mbadi ujisikie vizuri, lakini mwisho wa siku moyo unachoka. Pale moyo utakapochoka ndo unaanza kuzisikia zile sign and symptoms, unaanza kusikia zile dalili tofauti, kichwa, mara moyo unauma kidogo, mara najisikia kuchoka. Kumbe ile shida ulikuwa nayo mwanzoni ilikuwa huijui. Na kwa wale upande wa sukari, naomba sukari zao wapime kila siku, tofauti na presha. Baada ya siku 3 wenye sukari naomba wapime sukari zao kila siku, kwa sababu sukari pia nayo ina shida zake, ina matatizo yake. Ukiweza kuikontrol mapema inakuwa afadhali. Joto la Maka na vyakula vya Maka saa nyingine viweza vikaleta shida, ikiwa presha ni sukari yako nayo pia iko juu. Nasikitika kidogo katika watu ambao nilianza kuwapigia simu ambao sukari yake ilikuwa juu sana, ilinishtua, ambao mpaka nikampigia mwenyewe, lakini baada ya mazungumzo inaonekana hiyo hali hajaikubali kabisa. Na kwa majibu akanambia, Samia, wasiwasi tu, umesema kujitia wasiwasi. Hapana, sio wasiwasi. Kulijua tatizo ndo mwanzo wa kulitibu tatizo. Ikiwa hulijui hutaweza kulitatua hilo tatizo, lakini madhara lishagundulikana na unajua na tayari dawa ushapewa. Jaribu kufuata miongozo. Maradhi yanachosha, hasa muda mrefu anachosha. Ni siri sana na ukweli huo kwamba maradhi ya muda mrefu huwa anachosha, hasa yale ya kutumia dawa kila siku. Lakini tutafanyaje wakati Mungu tayari kishakukadiria? Jikubali, enda na hiyo hali ambayo hali hiyo ukienda nayo na kufuata masharti huwa ni rahisi tu, kwa sababu tayari ushalikubali. Kumeza dawa inakuwa ni urahisi kuliko kwa ile tatizo vipi haujalikubali, inakuwa hicho ni kikwazo chengine, kwa sababu unaingia kwenye stress ambazo hutaki kuingia kwenye stress. Unatakiwa tatizo ulikubali, uende taratibu na lile tatizo, kwa sababu ukishakulikubali na ukitumia dawa, mwisho wa siku hazitakuwa dawa nyingi sana, tofauti na yule hajakubali. Tatizo likiongezeka, dawa nazo zitafanya nini? Zinaongezeka. Kwa hiyo baada ya kutatua unazidi kuongeza tatizo. Watu nitawasiliana nao taratibu na kuwapigia, na ukihisi wewe mwenyewe umepima unaweza ukanijulisha, kwa sababu kutokana na utaratibu wangu wa kazi niko very tight. Hapa niko sasa hivi nisiwepo, kwa sababu tangu saa 8 usiku niko macho mpaka muda huu. Nipigiwa simu, nilikuwa nije mapema kama nilivyoambia niwapime. Nimetokezea emergency hospitali saa 8 usiku moja kuchukuliwa. Nimeenda nikafanya hiyo operation, nimerudi ndo nimeingia kwenye kikao cha hija kule, ndo nimerudi hapa. Kwa hiyo usichoke, uko labda unatumia message sijaiona, inategemea. Nikipata muda nikitulia nitakutafuta, la sivyo mbona nini nipigie, nikwambia sasa hivi niko hivi, nitakupigia baadaye. Umeona umekaa sija kupigia, nikumbushe tena. Tunaelewana Sawa. Kwa hiyo naomba, nafikiri majina niliyatoa kule, ambao wale wanaoambao na shida, wengine narejea tena. Sukari ziko juu, sukari zinatakiwa kufanyiwa vipimo vya kila siku, na ukiona una dawa unatumia sukari haishuki, na kuomba tafadhali, hata Ramadhani we nione, kwa sababu muda wetu sie wote ni wakazi. Nione na mimi niko hospitali ya Chumbuni, karibu sana, nitakuhudumia. Na hata umekuja pengine kwambia subiri, naomba tu unisubiri, kwa sababu kutokana na utaratibu wa kazi
siwezi kumwacha mama anazaa yuko kwenye hali mbaya, nikasema namshughulikia mtu mwingine kwanza. Kwa hiyo mzazi ni kwanza, baadaye nitashuka kukuhudumia wewe. Nafikiri tumefahamiana. Nasisitiza tena, waliokuwa hawajapima kuna muda maalum, wakifunga kule utahiza akiniambia sihitaji tena, kwa hiyo sitakuwa na minzi wewe ya kuchukua, kwa sababu taarifa zako zitakuwa hazipo. Kwa hiyo sitakuwa tayari kumbeba hujaji ambaye sina taarifa naye. Itabidi tu hiyo nafasi uiache, na hatutakuwa na replacement ya mtu, kwa sababu tayari visa zitakuwa zishatoka na hutaweza kusafiri. Wale ambao mmeasikia majina, naomba mwafikishie salamu, kwa sababu kwenye karatasi yangu baadhi ya namba za mahujaji sina, inaniwia vigumu kuwasiliana nao kwa ukaribu. Kwa hiyo naomba hapa nitataja majina ambayo namba sina. Abdallah Said Omar, kuna Abdallah Kasim Abdallah, Ali Hamisi Faki, kuna Ali Hamisi Winyi hao wengine ninazo, sema humu kwenye karatasi tu ndo hamna. Kuna Ali Rashid Ali, kuna Ali Shaibu Suleiman, kuna Asia Juma, wengine namba ninazo nasema. Kuna wengine mahujaji wengine ndio kwa siko karibu sina. Ya kwangu napita atakuwa nazo, sababu kwenye message huwa wanaziona nikituma kwenye grupu, ila physically namba sina, kwa sababu ningehitaji mawasiliano haraka tena kwanza kupekua kwenye simu inakuwa ni shida. Ni rahisi nakuja hapa fulani namtaka, namba ninayo, nawasiliana naye kwa haraka. Awes Ali Muhammad, kuna Faki Abdullah Faki, kuna Fatma wote wanazo namba wote, Hassan na Abdallah wote nazo. Haya, kuna Isa Mombo Amer, kuna Hamis Najim Haban, kuna Mariam Abdurrahman Abdallah, Mabruk Musa Saidi, kuna Mbashira Idrisa Ngalinda, Muhammad mkuu ya namba nayo, Muhammad Suleiman Saidi, Mtuma Rashid Musa, Mwinjuma Makame Ali, Sada Vuai Hamad, Salim Ali Abdurrahman, Saumu Muhammad Masud, Sharifa Adi Kahale, Subira Muhammad Ali, Subira Yusuf Haji, Tatu Hassan Ibrahim na Zainab Jadid Feruzi. Hawa namba zao sina, kwa hiyo naomba tukitoka hapa wanifuate. Mazoezi tuendelee. Wengi wao walionekana, wengine wana uzito mkubwa, nafikiri madaktari walikwambieni. Kwa hiyo Ramadhani hii itasaidia kidogo, na baada ya Ramadhani usijiachie ukala mafuta na vitu vingine. Mazoezi yaendelee, sawa eh? Haya, kuna mtu ana swali lolote pengine anaweza kujibu kwa sasa?